Dar es Salaam. Kilwa imepakana na mkoa wa Pwani upande wa kaskazini, bahari ya Hindi upande wa mashariki, wilaya ya Lindi vijijini upande wa kusini na wilaya Liwale upande wa magharibi, ambapo kuna wakazi 171,850. Makao makuu ya wilaya ni Kilwa Masoko. Wilaya hii na sehemu za kihistoria ambazo hasa ni Kilwa Kusini, ambao ni mfano bora wa miji ya Swahili wa kale uliojulikana kimataifa tangu karne ya 13, Kilwa Kivinje iliyokuwa makao makuu ya eneo chini ya masultani wa Zanzibar, na wakati wa ukoloni Songo Mnara, magofu ya mji wa Swahili wa kale. Wilaya hii ni moja ya wilaya zenye historia pana sana. Huwezi kuandika ukurasa mmoja wa biashara utumwa pasipo kuandika Kilwa, wala huwezi kuandika miji ya kiuchumi wakati wa kiukoloni bila kuandika Kilwa, ambapo ni miongoni mwa miji ya kwanza kabisa Afrika kufanya biashara kutumia fedha yake yenyewe. Christopher Ngubiagai ni mkuu wa wilaya 19 katika wilaya ya Kilwa, na hapa anatupa salamu za Kilwa. Kilwa tunayo salamu ambayo inaitwa, unasema Kilwa watu wanaitikia amani na maendeleo. Kwa maana ndio slogan yetu ya Kilwa kwamba amani na maendeleo. Tunategemea kwamba kukiwepo na amani, mchakato ya maendeleo ni rahisi sana kufikika. Wilaya yetu ya Kilwa ni kati ya wilaya 5 ambazo zinatengeneza mkoa wa Lindi, na wilaya ya Kilwa ina ukubwa wa square kilomita 13,958. Ni sehemu kubwa, na kati ya hizo kilomita 1,221 ni eneo la bahari. Kilwa tuna fursa za aina 6. Fursa ya kwanza ya Kilwa ni swala la kilimo. Tuna eneo kubwa la ardhi, na ardhi ambayo inafaa kwa malisho, lakini vile vile inafaa kwa kilimo na umwagiliaji. Naam, hii ndio Kilwa, moja ya wilaya kongwe hapa nchini. Swala la elimu wilayani Kilwa nako kuna changamoto zake. Mwamko wa wananchi nao unatia dosari juhudi kubwa ya serikali kuhakikisha kuwa watoto wanajengewa urithi ulio bora kwa kukomboa kwa sasa na siku za baadaye. Hapa tunataka kujua jiografia ya shule za msingi na sekondari kutoka kwa mkuu wa wilaya Kilwa. Swala la kitaaluma hasa katika hii dhana ya elimu bila malipo. Mimi napenda kuita elimu bila malipo badala ya kusema elimu bure, kwa sababu hakuna cha bure. Lazima kuna mtu analipa kubeba gharama, ndio maana wewe unanufaika. Kwa hiyo ni elimu bila malipo. Dhana hii imepokelewa kwa namna tofauti. Wananchi wamepokea dhana hii kwa namna tofauti, kwa sababu historically wilaya yetu ya Kilwa haijafanya vizuri sana katika sekta ya elimu. Ufaulu katika hali ya kitaaluma, wilaya yetu ya Kilwa bado iko nyuma. Wilaya hii imeanzishwa tangu mwaka 1961. Elimu ya msingi wilayani Kilwa inapiga hatua japo kwa mwendo wa kinyonga. Afisa elimu anaeleza hali ya elimu katika eneo lao kabla ya sisi kufunga safari kujionea uhalisia wa elimu ya msingi kisha sekondari wilayani Kilwa. Kwanza, katika wilaya yetu tuna jumla ya shule za msingi zipatazo 106. Kwa hiyo katika shule za msingi 106 tuna wanafunzi 46,125. Tulikuwa na uhitaji wa madawati 15,035, lakini kwa juhudi zile baada ya tamko lile, kabla ya tamko tulikuwa na upungufu wa madawati 5,000, lakini baada ya tamko lile kutekelezwa la Mheshimiwa Rais, tumefanikiwa kutengeneza madawati yote 15,035. Vile vile tuna uzidifu wa madawati 250. Kuhusu madarasa bado kidogo tuna tatizo. Tunahitaji madarasa au vyumba vya madarasa 11,292, lakini tulionayo ni 707. Kwa hiyo tuna upungufu wa madawati vyumba vya madarasa 585. Vile vile kuhusu nyumba za walimu, tuna walimu wapatao 839. Kwa mahitaji tunahitaji kila mwalimu awe na nyumba moja ya kuishi. Kwa hiyo maana yake mahitaji ni 839, lakini nyumba tulizonazo ni 299. Kwa hiyo tuna upungufu wa nyumba 540. Hapa tunafika shule ya msingi Nangulukulu, shule ya msingi ya Ukombozi,
shule ya msingi Mnazi Moja pamoja na shule ya msingi Mtanga Mchanganyiko ambapo kuna walemavu. Kwanza kujua maendeleo ya shule hizi, na je, ruzuku ya fedha inayotoka serikalini inakuja kwa wakati, na je, inatosha? Changamoto mbalimbali zilizopo shuleni hapo ikiwemo nyumba za walimu. Hali kwamba ni kweli pesa wanaleta, serikali inaleta pesa, lakini mpaka hivi sasa tunavyosema pesa zinazoletwa ni kidogo kulinganisha na idadi ya wanafunzi waliopo. Na swala la mwitikio, maeneo mengine utasikia kwamba elimu bure imesababisha wanafunzi wajae mashuleni, lakini kwa sisi hapa tangu zamani mashuleni mlishajaa, kwa sababu mji mzima huu shule za karibu ni 3 tu. Kwa hiyo haiwezekani mji ukawa na shule 3 tu. Kwa hiyo wanafunzi madarasani wako wengi tangu zamani. Nisipokuwa kwa hali hii, basi nasema wazazi imewaondolea adha fulani hivi ya michango. Lakini kwa hali ya mrundikano wa wanafunzi darasani uko vile vile tangu zamani. Upungufu wa madarasa ya kusomea. Mpaka sasa hivi madarasa yaliopo hayatoshelezi katika shule yetu. Madarasa yako machache. Kwa mfano darasa la kwanza wanasoma kwa awamu. Kuna wanaoingia asubuhi, wakitoka wanaingia wengine. Kwa hiyo unakuta hii moja wapo nayo ni changamoto. Lakini vile vile kuna changamoto ya uwepo wa walimu wachache katika shule yetu. Walimu waliopo hawakizi mahitaji ya watoto hapa shuleni. Mpaka sasa hivi tuna jumla ya walimu 13 katika shule yetu. Katika shule yetu ukizingatia ile swala la elimu bure, kwanza mrundikano wa wanafunzi ni mkubwa sana madarasani. Kwa kulinganisha na ikama ya walimu, kwa walimu hawatoshi. Kwa utakuta mfano darasa la kwanza na la pili, mfano darasa kwanza na la pili lenyewe lina wanafunzi karibu 180, walimu wawili. Darasa la kwanza 180, la pili wako kama 100 hivi. Kwa walimu hawatoshi. Walimu wawili kwa madarasa hayo hawatoshi. Kwa hiyo ni tatizo kubwa. Na pia kutokana na mrundikano wa wanafunzi inakuwa ngumu kwa mwalimu kumpitia kila mtoto. Hiyo ni la kwanza. Changamoto nyingine, bado jamii haina mwamko kuhusiana na swala la elimu. Kwa ushirikiano kati ya walimu na wazazi ni mdogo sana. Jambo ambalo linakuja kukwamisha maendeleo ya mtoto kufikia. Changamoto naona mimi moja tu ni ya mishahara kwa walimu. Endapo tungeboreshwa mishahara na yale mazingira magumu yakaangaliwa, ingekuwa vizuri, tungefundisha kwa kujituma. Moja ya changamoto zilizopo wilayani Kilwa licha ya kuwa wilaya muda mrefu zaidi ni mwamko wa wazazi wenyewe na jamii kuona kuwa elimu ni ukombozi. Jamii hasa mwanamke na mtoto wa kike hasa ndiye anayetunza familia kufanya biashara ndogo, huku watoto wa kiume akiwa baharini kuvua samaki. Je, mwamko wa wazazi ukoje hapa? Wazazi wengi au jamii nyingi ya watu wa Kilwa hawaichukulia elimu kwamba ni kitu cha kukipa kipaumbele au ni kitu ambacho kinaweza kubadilisha mfumo mzima wa maisha ya mtu, kumtoa katika unyonge kumleta katika ufahamu wa kupambana na changamoto zake. Kwa sababu msingi wa elimu hasa ukiulizwa ni nini? Msingi mkubwa wa elimu ni kumfanya mtu kujitawala yeye mwenyewe, lakini wakati huo kuweza kuyatawala mazingira anayoishi. Kuna baadhi ya jamii wamejitenga na maeneo ya wenzao. Kwa hiyo wanaishi mbali sana na hizi huduma za shule au shule ilipo. Kwa hiyo unakuta kutokana na kitendo kile watoto wanashindwa kusoma au kufika shuleni kwa wakati, kwa sababu tuna misitu ambayo ina wanyama wakali, simba, tembo na nini. Alafu vile vile kuna sehemu zina mito. Mvua ikinyesha wale watoto hawezi kuvuka mpaka maji yaishe ndio wafike shuleni. Pitia kwanza moja, kwa sababu wazazi wana mwamko mdogo wa elimu. Kwa hiyo muda wa mtoto anaotakiwa kuja shule inamlazimu kwanza afanye kazi za nyumbani. Akimaliza ndio aje shule. Kwa muda mwingine anapokuja shule kipindi cha kwanza kimeshapita. Kwa baadhi ya mambo mtoto anakuwa amefanya nini? Ameyakosa. Katika swala zima la uandikishaji jamii kwamba yani iko nyuma zaidi. Japo kwamba wanajitokeza lakini huwa wanachelewa kuja kuandikisha watoto
Kwa mfano unaweza ukakuta kwamba mtoto anapotarajiwa kuingia darasa la kwanza, anaweza mtoto ikafika mpaka mwezi wa 3. Mtoto ndo anakuja kuandikishwa shule, mwingine mwezi wa 2. Lakini hatuna jukumu la kumkataa, inabidi tumpokee tu moja kwa moja ili aweze kuja kuanza masomo. Kwa sababu elimu ingawa ni msingi katika mikoa mingine, lakini kwa huku ni kama haitiliwi msisitizo, hususan kwa wale wazazi. Kwa unakuta mtoto amefaulu shule, lakini ni kama mzazi anaona sasa amepata mzigo wa kuja kufanya nini, kumpeleka mtoto shule. Na ndio maana unakuta